Na mambo vipi wadau wetu wa kwanza, ambako kama jinsi unavyoendelea kuona kuna wavuvi na waroaji wa samaki katika ziwa la Tanganyika ambalo linapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo inapakana na nchi ya Burundi pamoja na Tanzania pamoja pia na Zambia. Katika ziwa hili la Tanganyika ndilo ziwa kubwa zaidi ambalo linalopatikana katika mashariki mwa Afrika, kama vile ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inachukua nafasi kubwa sana katika maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashariki mwake inateka takribani, inachukua jimbo mbili ambazo ni Kivu ya Kusini na jimbo ya Tanganyika ambako ni mji mkuu wa Kalemi. Kama jinsi unavyoendelea kuona katika ziwa hili la Tanganyika linaanzia maeneo ya Uvira, linashika Baraka hadi mpaka kuendelea kwengineko maeneo ya Kazimia. Kwa wale wadau wetu ambao washagawahi kutembelea maeneo ya Kazimia pamoja na maeneo ya Karamba pia, hadi unaingia katika maeneo ya Moba, unaingia mpaka Kabimba ambako kunatoka cement. Ziwa Tanganyika hili linateka kabisa maeneo makubwa hadi mpaka mji wa Kalemi. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ukitaka njia safari ya kwenda Tanzania, unaweza ukapitia katika ziwa hili la Tanganyika ukaingia katika safari ya boti, aidha meli, aidha kwamba unataka kwenda katika nchi ya Burundi, unaweza kutumia speedboat, wala unatumia boti ya mbao, aidha unatumia meli. Kwa hiyo ni kujuze tu, ni kupatie tu taarifa ya habari kuhusiana na ziwa la Tanganyika. Kama jinsi unavyoendelea kuona, hawa ni wavuvi wanaovua samaki katika ziwa hili katika maeneo ya Mwandiga. Kwa wale wadau wetu ambao wameshagawahi kutembelea Mwandiga, aidha kupajua, hapa ndiko Mwandiga. Kama jinsi unavyoendelea kuona, wanatupa nyavu na kutafuta kitowero cha watoto, kama jinsi unavyoendelea kuona, na samaki mzuri sana, samaki watamu ambao wanapatikana katika ziwa la Tanganyika. Kuna samaki ambayo inaitwa mkeke. Kwa wale ambao washagawahi kula mkeke, ni mtamu sana samaki hiyo. Pia kunapatikana samaki nyingi sana, haina nyingi sana ambazo zinaweza kukutajia hapa mpenzi mtazamaji. Unaweza kadondosha tamate hapa. Kuna samaki zinazoitwa ndangaa, kama ushagawahi kula hiyo. Kuna samaki ambazo zinaitwa sangara, aidha kuwe. Kunapatikana samaki nyingi sana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kaa nasi chonjo upate kuendelea kuona kile ambacho kinakwenda kuendelea. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba ubonyeze alama subscribe, kisha utashare na utacomment pia. Usikose kuacha maoni yako kwa kile ambacho tunakwenda kukuletea usiku na mchana. Kwa hiyo ukae nasi chonjo ili upate kuona kile ambacho kinachokwenda kuendelea, mpenzi mtazamaji wetu wa Global Vibes TV. Kwa hiyo upate kuwa pamoja nasi mpenzi mtazamaji kadiri jinsi unavyoendelea kuona hapo. Wavuvi wanazidi kufanya kazi yao kwa ajili ya kutafutia watoto maisha, na wengine kupitia kazi hii ya uvuvi, wengine wanasomesha watoto, na wengine pia wananunua hata uwanja wa kujengea nyumba zao na kuweza kuendelea na maisha yao kama kawaida. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, upate kukaa nasi chonjo, upate kuona kile ambacho kinakwenda kuendelea. Kwa hiyo upate kuona kile ambacho kitakwenda kujiri katika haya ambayo tutakwenda kujiana na baadhi ya wavuvi ambao wanaopatikana katika maeneo haya. Tutakwenda kujiana nao kuhusiana na changamoto ambazo wanazopata katika hali ya kuvua wakiwa ndani ya maji kwa ajili ya kuvua samaki, na pia wakiwa katika maeneo ya kuuzisha, aidha kuuza bidhaa, aidha kuuza mboga zao ambazo wamehua ndani ya maji. Kwa hiyo upate kukaa nasi chonjo uende kuona kile ambacho tutakwenda kujiana na baadhi ya wavuvi. Kama jinsi unavyoendelea kuona mpenzi mtazamaji, samaki wazuri sana hawa unaoendelea kuwaona, watamu, alafu tena wanaleta vitamin vingi sana katika miili yetu. Kwa hiyo kaa nasi chonjo mpenzi mtazamaji uende kuona kile ambacho tutakwenda kujiana na baadhi ya wavuvi. Asante sana, nikukaribishe tena uwe pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho, uende kuona mwisho wa kipindi chetu ambacho tunakuletea mara kwa mara katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kaa nasi chonjo kabisa upate kujua kile ambacho kinakwenda kuendelea mpenzi mtazamaji wetu.
Jambo. Nakuona wewe ni samaki, sijui kama una kazi gani? Mimi niko peshe na roaka samaki. Unaweza kutuambia jina lako, unaitwa nani? Mimi kwa jina jina la Kapela. Sijui kama unaweza kuambia fuatiliaji wa Global TV kama wewe uko katika mtaa gani hapa? Niko Mandiga kwanza. Sasa tunaona wewe kuna samaki, unasema kwamba wewe ni mvuvi. Sasa unaweza kutuambia kama mnavua aina gani za samaki? Hizi ni ngege, tilapia. Yaani ngege ndio mnavua tu, kuna zingine samaki? Ndio uvuvi wangu. Mbona tunaona mnavua lakini tujika mnavua na wavu ya aina gani ambao mko mnavua nayo? Tunavua hii wavu ya filema ya ngege. Ni wavu ya filema ya ngege. Kuna kwa wavu ya aina mingi. Gani? Kwa sababu tupika hapa tunapata samaki au katika Tanganyika yetu hiyo. Tanganyika ile pale ambapo watu wanatumia. Sasa mnapanda juu zaidi au chini? Chini. Na tunasikia watu wanasema kwamba au mnapovua samaki huko labda usiku, sijui mchana au saa ngapi mnavua samaki? Mchana. Na mnapovua samaki mnakuwa mna vibali, na kama hamna vibali mnafanyaje? Tunaiba serikali. Na sasa tunasikia watu wanasema kwamba mnaposhikwa usiku mnanyang'anywa samaki, serikali inawanyang'anya samaki, sijui wa serikali watu gani hao? Hao majimaji wa Mare, polisi la Kiste. Na kuna hizo habari ya kwamba mnanyang'anywa samaki. Sasa inakuwaje mpaka mnyang'anywe samaki? Hatuna vibali ya kuroa. Yaani unapokosa kibali cha kuroa hapo unanyang'anywa samaki au? Ndio. Na tunaona kwamba mnapita, mna mitumbu, mnavua. Sijui kuna hizo samaki mnavua na hizo mitumbu ziko hapa au mitumbu gani? Mitumbu yenyewe iko hapa ile ndogo ile. Kweli. Sasa mnapovua samaki mnakuwa mnaenda watu wangapi katika mtumbu? Watu wawili. Hapo mtumbu nataka mnaweza mkazama au? Tunaweza tukazama. Na tunaona wengine watu wanapiga wale watu wawili watatu wanne. Sasa ule uzito wa wavu au ongezi uzito sana katika mtumbwi hadi mpaka mzama? Hapana. Na mnapovua mnavua na shada ngapi? Shada moja. Na huko mnapovua na shada moja mnakuwa mnavua ili mpate samaki nyingi. Sasa inabidi mvue saa gani au muda gani mpate samaki? Kuanzia asubuhi mpaka magharibi. Na usiku sasa? Usiku sasa. Unaweza kutuambia kidogo wale ambao wanakuja usiku wakishegesha, ujao kuongea nao wakakwambia kitu fulani? Hiyo ni wajibu na mimi kuwatafuta sehemu ambao hapo ndio tunaongea nao. Kweli. Na sasa kuhusu wengine watu ambao wanakuja na kusema kwamba eti mnapokwenda majini mnashikwa samaki za aina gani? Aina gani unaweza kutuonyesha vizuri? Rangi nyeusi sana. Nyeusi sana. Ni kama hivi tu au? Kama hivi. Yaani nazo zina magamba? Hapana. Sasa unaweza kutuambia usibei kama hii hapa hii. 10,000 hapa uzo katosha. Samaki kubwa. Zile kubwa ni zingine wavu. Mimi nakuwa tukishi wavu sana. Sasa wavu gani unafikisha zingine kubwa na gani? Zile kubwa ni 4 nusu. Chane nusu, hizi ni cha 2 nusu.
Ni zaidi sana sokoni, tunapofika sokoni hizi kuanzia asubuhi mpaka jioni, alafu mkipata hizo ndio mnazipatia wale ambapo wanauzisha samaki. Sasa unaweza ukatuambiaje kuhusu wale wengine ambao wako pembezoni mwa bahari ya wavuvi? Unaweza kusema Tujitahidi tuvue. Kwa nini tunazokavua? Tupate kidogo akula watoto nyumbani. Na kunakuwa na hali fulani wengine wanakuja unapoozesha tu, wengine wanakuja wanakuja kama wakinifanya unamwaje? Lazima ni wapi? Hivi mimi nikiomba kuna nini pako? Kama kawaida. Sasa unaweza kumpata kama vile moja, kama vile mbili, kama kawaida hivi. Sasa ukitoka majini unakuja na watu samaki mbili, unafanyaje sasa mtoto? Wana wavu kubwa sana, ila macho makubwa. Ni macho makubwa namna gani? Yani nchi tatu unaanza nchi nne unusu na nchi tano. Kweli? Yeah. Sasa zile zingine singa kuna kwa samaki kubwa sana hivi ndefu hivi singa zinakuaje? Singa zote zinashuka kwa yale makira hivi. Zinavuliwa juu sana au chini huko? Zinavuliwa juu sana. Katika maji ya namna gani? Tunataka tukatembea masaa ngapi ili tukavue singa zetu? Hapo kwa Kasia tunasoza dakika 40, 50. Hapa Mwandiga. Mwandiga ngapi? Mwandiga ya kwanza. Asante. Unaweza ukawaambia watu wa Global Fibers TV kitu gani kuhusiana na kuroa samaki pamoja na mambo ambayo mnayopata changamoto, hususani kukiwa zoruba kama vile upepo, kukiwa kama vile kuna viboko, sijui mamba? Ya, nashukuru sana. Sisi tuna tatizo sana kuhusiana na upepo, kwa sababu tukivua samaki kubwa kule hivi boko kula hamna kabisa au mamba, lakini upepo kabisa unatusumbua sana. Yaani tunatumikisha nguvu zetu wenyewe, lakini tunaweza kupendelea sana kupata mashine hiyo inatusaidia kama mashine ya maji, lakini kwa kasi hivi tutatumikisha nguvu zetu, yani hatujui sasa. Ni Mungu na maombi. Sawa, tunashukuru sana. Sijui kama zile mamba zimeshakuwauma au kwa kitu kibaya kama vile kiboko. Ngambo za juu hapana, tujaona kiboko au mamba, lakini huku chini kabisa mamba zipo na hivyo viboko, lakini kule juu hapana. Yani kule tatizo letu ni upepo tu. Tunasumbua sana. Yani mnavua juu? Tunavua juu kabisa. Asante sana, tunashukuru.